hatujazingiziwa. Kwa hivyo hapa natoa shukrani kwa kutuletea iftari wa kina mama na kina dada na watoto zetu wote tuliowazaa. Tunashukuru kwa siku ya leo, bado aendelee mbele mpaka siku ya mwisho, atuletee zawadi nyingi mpaka na mavazi ya nguo, kila kitu atuletee. Watu tutoke siku ya Idi. Inshallah, amina. Majina naitwa Ali Mwakewe, ni mwakilishi wa mtaa wangu. Sina mambo mengi ya kusema, ila tunasema tunawashukuru kwa hichi kidogo alichokitoa na kwa moyo waliokuwa nao kuwakumbuka wazee wetu. Nakuja kusema kwamba wazee ni tunu, kama ni tunu ndio tutunze. Kwa hiyo mimi nakusema nawashukuru kwa walivyotoa, na naomba Mwenyezi Mungu awajalie zaidi na zaidi ili watu wengine zaidi ya hiki. Ugeni huu unatoka kampuni ya Sokoni Microfinance, ni kampuni ambayo inajihusisha na mikopo kwa wajasiriamali na watu kwa ujumla. Kwa niaba ya mkurugenzi wa kampuni Dr. Kallan Mazrui, tuko hapa kuwasilisha chochote kitu kwa mwezi huu wa Ramadhani na Kwaresma kama iftari. Hiyo yote ni sehemu ya kwake yeye kukumbuka kundi la wazee. Kama nilivyotangulia kusema, ni alitingwa kidogo. Ana imani tukitoka hapa tutamkumbusha lile swala leo na nini la mashine. Kama mlivyosema, chama kina ukata. Na chama chochote tunajua ili kiweze kuendelea ni lazima kuwe na pesa. Na hakuna chochote ambacho kinaweza kuendelea pasipokuwa na nini? Pesa. Hivyo basi tumesikia ni huzuni kimsingi kwamba chama kinashindwa kupata pando ya kuwasaidia wazee na vitu kama hivyo. Tutaliwasilisha kwa mhusika na nina imani panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutarudi tena, na tutakapokuwa tunarudi ni kwa ajili ya kutatua hizo changamoto nyingine. Amen. Basi kwa leo nisiwe mzungumzaji sana, nitimize tu kile ambacho kimetuleta. Tuwakabidhi hizo iftari kama sehemu ya yeye kurudisha kwa jamii, na kwa kipindi hiki amechagua wazee wazingiziwa. Nafikiri nisingiziwa. Ni hayo. Kwa majina yangu Said Imani Selemani. Kwanza kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu hata leo lilofanyika ile sio dogo kubwa, lakini vile vile tumpongeze Mheshimiwa Kallan Mazrui kwa hilo alilofanya kuwakumbuka wazee wetu. Hawa ni wazee wetu, na vile vile mimi mwenyewe pia ni mkazi wa Ngobedi hii. Kwa hiyo hichi pia nimekiona kwangu mimi ni kitu kizuri, na nitaomba tu wazee wangu wana subira. Haya mambo yapo na tutazidi kupambana kwa sababu ya wazee wetu. Na leo tunashukuru kuwaona wazee wetu, na wazee wetu ni wape moyo, na nimembeni kwa Mwenyezi Mungu amfanyeni wepesi. Baki salama na afya ziwe njema. Na haya leo yote wanazungumza kiongozi mwenzangu hapa tutakwenda kuyapeleka na tutafanikiwa. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Labda taasisi imewahi kutoa misaada mingine au ni leo tu? Taasisi haijaanza, sio leo tu. Ni kwenye kwa sababu branch ziko nyingi. Tuna takriban branch kama 28 mikoani mpaka Dar es Salaam hii hapa. Yaani tuna branch hizo kama 28, tuna branch nyingi sana. Kwa hiyo mkurugenzi anajaribu kwenda baadhi ya sehemu na kufanya hili alofanya. Kwa kubwa zaidi kwamba pia tumuombee vile kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio kila kitu katika mipango. Ya Sokoni Microfinance tunasema kwamba tuko pamoja na wazee na tutajitahidi wakati tutakapowiwa na tutakapojaliwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha hatuwasahau, kama ilivyokuwa kawaida yetu kwamba kila mwaka tunakuwa tunatenga fungu ambao tunarudisha kwa jamii, na kwa kipindi hichi tumeamua kuja kwa wazee. Ninachoweza kusema haitakuwa mara ya kwanza wala ya mwisho. Tutakuwa na utaratibu na tunao kama tulivyokuwa kawaida tunafanya. Okay, kimsingi kwa siku ya leo ni utaratibu wa kurudisha kwa jamii kama nilivyotangulia kusema. Kampuni kama kampuni na utaratibu wa kurudisha kwa jamii. Kurudisha kwa jamii ni nini? Sehemu ya faida ambayo tumepata kwa mwaka mzima tumetenga, na si hapa tu, hata sehemu nyingine pia. Kwa tumetenga baadhi ya zile fedha tunarudisha kwa jamii. Kama kwa leo hususa kwa kipindi hiki cha Ramadhani tumekuja kutoa iftari au kwa lugha nyepesi tumefuturisha wazee wetu. Kwa iftari tulizotoa kwa hapa tuliziwa tumetoa, tuna tambi, tuna sukari, tuna
magimbi, viazi na unga. Ni wito wangu kwamba kwa taasisi zote, si za fedha tu, hata taasisi binafsi na za umma, kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa chama cha wazee, wazee ni tunu, inahitaji kutunzwa. Tuwatunze, na si wazee tu, hata special groups nyingine, magrupu mengine hawahitaji. Kuna vilema, kuna yatima. Ni wito wangu au ninatoa rai kwamba wawe wanatenga baadhi ya faida zao kwa ajili ya kuwakumbuka pia. Wazika bado tunawataka. Mzee anashindwa mlo. Yaani kiko kibanda cha jiko kimefyatuliwa matofali yale ya udongo, haya wa kawaida huu, hayakuchomwa moto, kikajengwa kibanda kikapauliwa kabisa. Yule mzee akawa anafanya pale kwenye udongo, anachokonoa na mti, anapata udongo, anakula, anakunywa maji, analala. Mtani wangu wa Kisukuma anaitwa Asumani Ngusa Kulaga. Baba kaondoka. Maana ukikuta kile kinyeso chake usemi kama huyu binadamu, huyu mchwa. Maana mchwa ndo anatoa udongo. Ama sivyo wenzangu? Yule bwana tumemzika pale. Lakini hii yote inakuja kwa sababu kundi bado halijatambuliwa rasmi na serikali. Serikali tajiri, serikali na kila kitu. Wasingeshindwa wao kutoa ushauri kwa serikali kuu, kila wilaya iangalie wilaya yake. Wazee wao, ziko wilaya zina mapato makubwa, wengine wana madini, wengine wana viwanda. Kama wilaya Ilala ina viwanda vikubwa kabisa, wanashindwaje kutunza wazee wao? Hii hela inakwenda wapi? Huyu mzee aliyetafuta anasahaulika, inakwenda wapi baada ya kutunza huyu mzee? Inauma kweli. Lakini tunafanyaje? Hatuna mwakilishi bungeni. Akienda ni mtu wa kawaida wa kuchaguliwa, atatoa mawazo ya jimbo lake. Hawezi kutoa mawazo ya wazee, anatoa mawazo ya jimbo lake, japokuwa embe. Hatuna uwakilishi katika mabaraza ya kata, hatuna uwakilishi katika mabaraza ya madiwani, hatuna. Wapi unakosemea? Kilichobaki kuwaomba wenzetu ambao mna huruma, maana hiyo sio lazima, ni huruma yako tu iliyokufanya kutuletea hiki. Lakini ingekosa huruma yako ukasema upuuzi mtupu, wazee mimi na wakwangu yuko Shinyanga huko na sijampelekea dola na mwaka wa pili, wewe ungejali kutumulia sembe utuletee? Usingeleta. Lakini huruma. Sasa mimi niwashukuru tu. Maana nikisema tutamaliza masaa, ndio maana nikasema domo hili likaanza kuchemsha. Sichemshi kubwabwaja, na chemsha hali ya kukutia uchungu hata wewe. Sisi tunajenga foundation wadogo zangu, mama zangu. Sisi tunajenga foundation. Ni nyinyi mtakaonyanyua matofali na kuitengeneza nyumba imara na nzuri, mkadai haki zenu na watu wakajua wanadai haki zao. Lakini wako watu wamejenga foundation. Labda nitoe mfano mdogo tu. CCM waliojenga foundation hawapo hata mmoja.